Asasi isiyo ya kiserikali SNV inayojihusisha na usalama wa chakula na utunzaji wa mazingira na maji kutoka nchini Uholanzi imetembelea na kukagua maendeleo ya mradi wa urejeshwaji mto Katuma uliopo katika wilaya ya Tanganyika baada ya mto huo kutoka katika njia yake asili na kuharibu mashamba. Kupitia shirika hilo, injinia wa SNV Bwana Almas Mlala amesema kuwa bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa ina jukumu kubwa la kusimamia rasilimali za maji ikiwa ni pamoja na mto Katuma ambao umechepushwa na wakulima na kuleta adha kwa kutiririsha maji mashambani kupita kiasi. Kwa majina anaitwa Engineer Almas Mlala. Ndo project manager wa urejeshaji wa mto Katuma. Nipende kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa kwa shughuli hii ambayo tunaifanya hapa. Bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa ina jukumu kubwa la kusimamia rasilimali za maji zilizoko katika mipaka yake ikiwa ni pamoja na mto Katuma. Pia bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa inahusika na ugawaji wa maji kwa watumia maji wote. Pia bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa ina wajibu wa kuhakikisha vyanzo vyote vya maji vikiwa katika hali ya usalama. Katika moja ya kazi zake za kuhakikisha vyanzo vinakaa katika hali yake ya asili, tuna project hii hapa ya kurejesha mto katika asili yake eneo la Isanzure. Kwa shukrani za dhati napenda kushukuru shirika la SNV kwa ufadhili wake. Kuanzia tulivyoanza kutembelea mto wetu kuangalia maeneo yenye changamoto kutoka upstream mpaka tulivyoenda chini kabisa huko downstream, zoezi hilo limeweza kutusaidia kuweza kugundua ni maeneo gani ambayo yana changamoto kwa ajili ya kuyawekea mikakati ya kuweza kurejesha mto katika hali yake ya kawaida. Vile vile shughuli tuliyoifanya kwa ufadhili wa shirika la SNV tukishirikiana na wadau mbalimbali na taasisi za serikali ikiwa ni pamoja na TANAPA, Katavi National Park, vile vile serikali ya halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, tumeweza kushiriki kuanzia mwanzo katika kufanya survey ya maeneo yote ya mto Katuma yaliyoharibiwa mpaka sasa hivi. Mlala ameshauri wakulima, wafugaji pamoja na watu wa madini wafuate sheria na taratibu zilizowekwa ili kuweza kutunza mto na kuepusha gharama kubwa zinazotumika kurejesha mto huo ili usiendelee kuathiri ekari nyingi za mashamba na mazao kwa ujumla. Kwa ushauri kwa wakulima au watu wote wanaofanya shughuli kando kando ya mto Katuma ikiwa ni pamoja na wakulima, wafugaji na watu wa madini, nadhani ni kuweza kufuata sheria na taratibu zilizowekwa kwa ajili ya kuweza kuutunza mto wetu. Vile vile ni kuzingatia elimu iliyotolewa. Nadhani kabla ya shughuli hii ya kurejesha mto kuna elimu ilitolewa kwa wananchi kwamba namna gani ya kuweza kutunza mto wetu. Kwa cha msingi natoa wito tu kwa wananchi, kwa kweli gharama inayotumika baada ya uharibifu huwa ni kubwa. Kwa mfano kama hapa ni gharama kubwa sana ambayo imetumika katika urejeshaji wa mto. Lakini tukiangalia chanzo chake, maana yake ni wakulima wachache kwa faida zao wameweza kufanyaje? Waliweka mfereji. Ule mfereji ndio umeweza kufanyaje? Kusababisha mto kuweza kuharibika. Matokeo yake yameweza kuathiri ekari za kutosha huku chini na imeweza kuwazuilia wao kuweza kufanya shughuli zao kwa zaidi ya miaka 5 na kuendelea. Naye mwenyekiti wa bonde la mto Katuma kata ya Mnyagala Bwana Martin amesema kuwa SNV imewawezesha kuwa na uelewa wa namna ya uhifadhi wa mazingira kupitia semina mbalimbali. Imetuwezesha mambo mengi, imetuwezesha kuwa na uelewa namna ya uhifadhi wa mazingira. Imetupatia semina mbalimbali. Mwaka jana kama sikosei tupeleka kwenda kujifunza Tanga namna ya uhifadhi wa mazingira. Na ndio maana mpaka sasa tuko hapa. Lengo kubwa ni kwamba ni kuimarisha zaidi mazingira yetu yawe salama. Kwa hiyo SNV
SNV imetusaidia sana. Watu wengi walikuwa ni woga hata kuomba uongozi. Imewajengea uwezo wa kuweza kujieleza hata kwenye mkutano. Na hali kama hii kwa kushirikiana na bonde ndio maana tuko hapa. Wananchi wa hili eneo wamefurahi sana kuona hizi jitihada. Hapa kuna kitu ambacho kama unavyosema kwamba namna gani watu wamekupokeaje, huu mradi wako ni wa kwetu. Paka mtu anajitoa kutoa zawadi. Kwamba angalau kidogo nilicho nacho, huyu mtaalamu wetu ambaye ni mkurugenzi wetu inafanya yeye achukue kidogo tulicho nacho. Kwa hiyo hatujanunua sisi kama bonde. Watu wamejitoa kwa sababu ya kupenda. Na katika uhalisia ulioko hapa tunachoomba kingine kwa nini? Utuongeze muda. Bado maeneo ni mengi yamefanya nini? Yameharibika. Kwa staili hii naona kwamba mtu wetu tutasalimika. Baada ya kusema hayo, mimi niwapongeza sana SNV, bonde la Ziwa Rukwa kwa ushiriki wenu mpaka mmetufikisha hapa. Aidha, kwa upande wake mkulima na mhanga wa Mto Katuma ameeleza namna wanavyoshiriki kwa hali na mali ili kuwezesha zoezi la urejeshwaji wa mto kwa kuchangia kiasi cha shilingi milioni 10 mpaka hivi sasa. Tumechangia kiasi cha kununua mafuta hapa kwenye Skaveta. Tumechanga kama milioni 10. Milioni 10, lakini bado na msitizo wakana kwamba wataongezea, na ikiwezekana wataongezea. Ila tulikuwa tumesubiri tathmini ya mkurugenzi ya injinia hapa itakuwa kiasi gani, lakini chanzo tumechanga kama milioni 10 ambao ipo hata sasa hivi. Imesubiria kana kwamba maliza hapa kisha waende kule. Waasilika wenyewe ni kuhama mto. Mto umeshahama, umepoteza njia. Tena sehemu nyingi tu. Kuna sehemu zingine umehama, sehemu zingine umejaa kabisa mchanga. Unatakiwa kuzibuliwa sasa. Mimi ni Edgar Mbigili wa Fin Media.